يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika huu mwezi ambao tuko nao, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupambanua kuwa ni miongoni mwa miezi ya kipekee ambayo yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala ameichagua iwe ni miezi mitukufu yenye heshima, na watu wachunge sana kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi hii, kwa sababu dhambi yake inakuwa kubwa kulikoni kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala nje ya miezi hii. Na akakataza Allah subhanahu wa ta'ala aina mbalimbali za dhulma kufanyika katika mwezi huu au mfano wa miezi hii. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, endapo yatamalizika miezi mitukufu, ni lazima Waislamu waweke akili sawasawa. Ukiingia mwezi mtukufu, kuna mambo Muislamu hatakiwi kufanya. Katika aya 36 kwenye sura Tauba, Allah anasema: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Allah ameumba, tokea siku anaumba amehukumu katika mwaka kutakuwa kuna miezi 12, na ndani ya miezi hii 12 kuwe na miezi minne mitukufu. Anasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Katika aina za dhulma alizozikataza Allah ni umwagaji damu kwa wakati huo, lakini inaingia aina yoyote ya dhulma ya mtu kudhulumu nafsi yake au kudhulumu nafsi ya mwenziwe. Na ndio maana akawaambia ni haramu kudhulumu nafsi katika miezi hii, lakini fa idhan salaha al-ashhurul hurum, yanapomalizika na kuondoka miezi minne hii mitukufu, hapo mmeruhusiwa kufanya mambo mazito ambayo kisheria haifai kuyafanya katika miezi mitukufu. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, sasa mna ruhusa ya kuua washirikina popote pale mnapowakuta. Nyinyi na wao ni vita tu, lakini ni baada ya kumalizika miezi mitukufu. Ikiwa ndani ya miezi mitukufu, hakuna ruhusa kuinua silaha ya kupambana naye, hata kama tuna dalili zote huyu ni mshirikina, anaudhuru Uislamu, lakini kwa sababu tumo ndani ya masiku haya, Mwenyezi Mungu anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Zuia, usimwage damu katika miezi hii. Hii miezi ina jambo tukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tukielewana katika hilo, tunatakiwa tuelewane ya kwamba mwezi wa Rajab huu ni katika hiyo miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza. Mtume anasema 3 mutawaliyat, miezi mitatu katika miezi minne mitukufu huwa inafuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram. Wa Rajab Mudhar, na mwezi mwingine uko mbali, ni mwezi wa Rajab ambao ulikuwa kwa wakati huo ukiitwa Rajab Mudhar, na sababu yake iko, lakini si muhimu leo kuijua hapa. Alladhi baina Jumada wa Sha'ban, Mtume anasema mwezi wa Rajab ambao uko baina ya Jumada al-akhir
au al-ukhra, na mwezi wa Shaaban kati na kati. Hapa kuna mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab. Ndugu zangu, si lengo kuelezana hapa utukufu wa mwezi wa Rajab. Lengo tunataka kuelezana kuna vitu vya kuzingatia ndani ya mwezi wa Rajab. Vitu vikuu viwili. Cha kwanza ni katika kuisimika itikadi ya Muislamu, itikadi sahihi ambayo alale nayo na aamke nayo kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi hiyo Mwenyezi Mungu ameleta tukio katika mwezi huu wa Rajabu ili ikite katika moyo wako vizuri. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni mwanadamu ajue kwamba dini ya Mwenyezi Mungu haiendeshwi kwa akili za kibinadamu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inakwenda kwa mujibu wa maamuzi ya Allah. Hilo nalo utajifunza na kuligundua na kuzingatia kupitia mwezi huu wa Rajab. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu pamoja na kutukuza mwezi huu katika kitabu chake kitukufu, katika Qur'an, hakuna shaka kwamba kuna miezi mitukufu imetajwa kama tulivyotangulia kuona, na Mtume akafafanua kwamba huu mwezi umo katika miezi ile mitukufu. Na wengi wetu wanatamani kusikia Ramadhani umetajwa pale, na wanajiuliza mbona haukutajwa pale katika miezi ile mitukufu. Watu wamezoea kusikia Ramadhani mwezi mtukufu, mwezi hivi. Usichanganye madawa na kila kitu kiweke katika pahala pake. Hayo ya Ramadhani hayo nafasi yake ni nyingine mbali, huu sio muda wake hapa. Lakini pamoja na yote haya, pamoja na utukufu wote huo, Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuzingatie jambo. Hakuweka ibada yoyote mahususi maalum inayofungamana na mwezi huu. Pamoja na kwamba kuna miezi kadhaa wa kadhaa haimo katika hii miezi mitukufu, si katika Dhulqaada, si katika Dhulhijja, si katika Muharram, si katika Rajab. Lakini ndani ya miezi hiyo kuna baadhi ya ibada maalumu zimefundishwa mtu azifanye katika mwezi huu. Lakini mwezi huu wa Rajab pamoja na utukufu wake na kulindwa sana watu kudhulumu nafsi zao katika mwezi kama huu, lakini Allah akauacha mwezi huu makusudi usiwe na ibada maalumu iitwayo ibada ya mwezi wa Rajabu, ikiwa ni ibada ya kufunga au ni ibada ya swala au ni dhikri maalumu au tukio lolote maalumu la kuhusishwa na mwezi wa Rajabu, sheria ikauacha mwezi huu mtupu. Sasa wewe rafiki yangu, hapo unachotakiwa kukifanya baada ya kusikia maneno haya ni kutengeneza bonge la question mark, yani alama ya kuuliza. Kwa nini? Mbona? Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani radiyallahu ta'ala anhu ameandika kitabu kizima kinachozungumzia al-ajab bima waqa'a fi shahri Rajab. Kitabu kizima kuhusiana na maajabu ya uzushi yaliyozushwa katika mwezi huu wa Rajab. Kitabu kizima akielezea ahwali, ibada za maneno, ibada za vitendo, mambo ya kiitikadi mbalimbali yaliyozushwa katika mwezi wa Rajab. Akaweka kauli ya mkato, akasema Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, hakuna chochote kilichothibiti kwa mapokezi sahihi
katika masala ya ibada kinachohusiana na mwezi huu wa Rajab. Chochote kile kinachotajwa kwamba hii ni ibada ya mwezi huu wa Rajabu, sijui ikifika Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajabu kuna swala fulani inaswaliwa, sijui ikifika kati na kati kuna kitu fulani kinafanywa, na swala hizo, kuna swala hizo rakaa 10 anatakiwa mtu aziswali katika 10 lolote la mwezi wa Rajabu, achague mwenyewe atakavyo, 10 la mwanzo, 10 la kati na kati, 10 la mwisho, fanya utakavyo, muhimu kuna rakaa 10 hizo. Sema vizuri nikusikie, rakaa 10 zikoje? Anakwambia rakaa 10 hizo, kwenye rakaa ya kwanza unasoma kul al-kafirun, rakaa ya pili unasoma kul wallahu, na mambo chungu mzima, pilau, mdalasini, uzile, girigilani, wanja wa macho, yakakusanywa mabutili, yakakusanywa. Al-Hafidh anasema inma akhrajahu min kisihi. Yoyote utakayemsikia amesema maneno hayo kwamba Uislamu umefundisha kitu katika mwezi huu wa Rajabu, hicho kitu mtu kakitoa mfukoni mwake, kwenye sheria hamna. Ni maneno mazito yenye ujasiri wa kielimu, ili mwingine ambaye anaweza kuthibitisha kielimu apinge maneno mazito kama haya. Sasa hapa pana tanbihu muhimu jida. Tanbihu muhimu jida. Jambo la kwanza la kukufahamisha wewe katika haya ambayo nimeeleza kwa ufupi ni ufahamu ya kwamba hii dini haiendi kwa mawazo ya mtu. Hii dini inakwenda kwa mipango ya Muumba na maelekezo anayoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lao ingelistahiki kuwekwa mambo makubwa ya kiibada, yangewekwa katika mwezi wa Rajab, kwa sababu ni katika miezi mitukufu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka hata jambo moja linalohusiana mwezi huu. Na mwezi unaokuja mbele hapo, mwezi wa Shaaban, si katika miezi mitukufu, lakini kuna sunna kubwa ya kufunga hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia mama Aisha, na muona Mtume anafunga katika mwezi wa Shaabani vile anavyofunga kwa kukithirisha, mpaka tunadhania kwamba hatoacha tena kufunga, ataunganisha na Ramadhani, kwa sababu alikuwa anaufunga sana. Lakini ghafla tunamuona kakatisha, anakuwa hafungi, anaendelea kula siku nyingine. Huo mwezi huo unafunga ya sunna ya mwezi wa Shaabani, Mtume akikithirisha. Nyuma yake hapa pana Rajabu, haina kitu kilichowekwa kama hivyo. Hapa ni pahala Muislamu unatakiwa uweke mguu wako chini na sikio lako juu, useme kweli nimeelewa ya kwamba kwenye Uislamu hatutakiwi kubuni wala kutengeneza, ni tusikilize kilichofundishwa ili tukifanyie kazi kile kilichofundishwa. Angeachiwa binadamu aunde mambo katika dini, kwenye huu mwezi wa Rajabu ungeshuhudia mambo ya maajabu. Tungeshuhudia mambo ya maajabu. Hakuna kitu kilichopokelewa kwa Mtume, mambo ndo hayo. Alhamisi ya mwanzo sijui swala fulani, kati na kati jambo fulani, sijui mwezi 27 funga fulani, ndo hapo ndo hakuna kitu kilichopokelewa hapo. Je, pangeliachiwa uhuru, hebu niye tengenezeni mambo muende nayo wenyewe, haya mambo yangeenda vipi ndugu zangu wa Kiislamu? Kwa hivyo tunaifunga nukta hii kwa kusema Muislamu anachotakiwa kufanya kwenye mfano wa miezi kama hii ni kukithirisha kila aina ya kheri anayojua. Akithirisha kusoma Qur'ani, akithirisha kusali swala za sunna, akithirisha kufunga funga za sunna, akithirisha khairat, kwa hoja ya kwamba huu mwezi ni mwezi mtukufu, jema lake linakuwa na thamani kuliko miezi mingine. Akifanya hivyo kwa hoja hiyo, amekaa katika barabara salama mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Shida itakuja itaanza. Shida itakuja itaanza. Muislamu huyu atakapojenga itikadi ya kwamba kuna funga maalumu tarehe fulani natakiwa nifunge katika mwezi huu wa Rajab, hapo ndipo linapoanza tatizo. Kuna swala maalumu inaswaliwa siku fulani na muundo wake ni muundo maalum, hapo ndipo linapokuja tatizo la kuongeza kitu katika dini ya Allah. Yule Muumba aliyechagua huu mwezi uwe mtukufu akauacha vile vile ulivyo. Mie na wewe ndo wajuaji
tukaona kwamba kwa vile huu ni mtukufu lazima tufanye baadhi ya mambo katika mwezi huu. Ujuaji huu ndugu yangu unautoa wapi? Aliyeumba na akachagua kwa mapenzi yake. Anasema katika suratul Qasas, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Allah anaumba atakacho na anachagua atakavyo. Kachagua yeye katika miezi 12 huwa Rajabu uwemo katika miezi mitukufu. Baada ya kuchagua aliyeumba asiweke ibada maalumu katika huu mwezi, uje wewe na mimi ndo tujitie ujuaji wa kuharibu mambo ya watu. Hapo ndipo linapoanza tatizo. Ewe ndugu yangu Muislamu, aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawza al mustaghfirin wa ya najata at taibin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بتقوى الله تعالى ثانية فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu, nukta ya kwanza tunaistopia hapo katika hotuba yetu ya kwanza, ambayo katika mambo muhimu ambayo wewe unatakiwa uwezingatie na ujifunze katika kuingia kwa mwezi wa Rajabu na kuondoka kwake. La kwanza ni hilo: dini ya Mwenyezi Mungu haiendeshwi kwa akili za mtu. Mwenyewe kachagua, mwenyewe kaamua huu uwe ni mwezi mtukufu, na hakuchagua ibada yoyote maalumu ya kufanywa katika mwezi huu. Hilo ni funzo kubwa ambalo unatakiwa uondoke nalo wewe. Jambo la pili, itikadi ya Muislamu juu ya kuwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arsh. Itikadi hii imeharibiwa na waharibifu nje ya Uislamu, na ikapokelewa na baadhi ya Waislamu kuwa haiwezekani isemwe Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arsh. Arshi nini? Arshi bwana ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika viumbe vyote alivyoviumba yeye Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Arshi ndio kiumbe kikubwa chote kuliko vyote. Arshi. Kwenye hiyo arshi Allah Subhanahu wa Ta'ala amechagua malaika maalum aliyowasifu katika Qur'ani, alladhina yahmiluna al-arsha, malaika ambao wanaibeba hiyo arshi. Hii arshi hii, malaika anayebeba arshi, wasifu wake aliyousifu Mtume sallallahu alayhi wasallama kutoka juu ya sikio. Hili sikio unalolijua wewe mpaka kufika kwenye leo ya sikio hapa chini ni mwendo wa miaka 100,000. Panda gari, panda ndege, panda chochote unachokijua wewe, kiende kwa spidi kitakachokuwa kinakwenda. Kiende kitakapokwenda. Mwaka wa kwanza umalize, wa pili, miaka 10, miaka 1000, milioni, miaka mpaka ifike 100,000, yani 10,000 mpaka ifike 100,000. Ile miaka 100,000 ikimaliza, huko uliko wewe ni masafa ya kutoka kwenye sikio juu mpaka kufika kwenye ndeo la huyo malaika mmoja. Huko
hukuambiwa kuanzia kichwani mpaka miguuni, au kwenye bega mpaka kwenye mkono, mwisho mkono, sikio. Na ndio maana wakakhtalafiana wanavyuoni, hawa hamalatul arsh, malaika waliobeba arsh, ndio malaika wakubwa kuliko wote, au Jibril ndiye malaika mkubwa kuliko malaika wote? Pana ikhtilafu mbele ya wanavyuoni. Ikithibiti ikhtilafu hiyo, baada ya kwamba Jibril amesifiwa dhi quwwatin inda dhil arshi makin, amesifiwa hivyo dhi quwwatin, ni malaika mkubwa mwenye nguvu za ajabu, inda dhil arshi. Huyo Jibril mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye arsh makin, ana cheo kikubwa sana. Muta'in, ni mwenye kutiiwa na malaika wote. Thumma amin, huko mbele ya Allah ni mwaminifu sana. Huyo Jibril aliyesifiwa kwa sifa hizo, wamekhtalafiana baadhi ya wanavyuoni ukubwa wake kwa mujibu wa hadithi zilivyomuelezea na ukubwa wa hao malaika hamalatul arsh. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujitengenezea kwenye kichwa chako, ewe ndugu yangu Muislamu, ukubwa wa Mwenyezi Mungu ukoje mpaka akaumba viumbe kama hivyo. Na viumbe vyote hivyo akiumba Mwenyezi Mungu anaumba kwa kun fayakun, kuwa kinakuwa. Aliyeumba viumbe vikubwa kama hivyo ana uwezo mkubwa kiasi gani? Uwezo mkubwa kiasi gani? Lakini yote tisa, itikadi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, kwa sababu arsh ndiyo top ya viumbe vyote. Viumbe vyote viko chini ya arsh, vyote viko chini ya arsh. Arsh ndio kiumbe cha mwisho kipo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdausa, mtakapomwomba Allah pepo, muombeni pepo ya Firdaus, kwa sababu pepo ya Firdaus ndiyo daraja la juu kabisa. Pepo milango yake na daraja zake ni kwenda juu, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, kama ambavyo moto daraja zake na milango yake ni kwenda chini. Ukisikia mlango wa kwanza, mlango wa pili wa moto, ni kwamba shimo hapa linapoanza linakwenda mpaka huko linakofika, huko ndo mlango wa kwanza umeisha, ndo unaanza mlango wa pili kwenda chini, mpaka unaisha, mpaka milango yote 7 ya moto imalize. Na pepo ni milango 8, daraja zake ni kwenda juu mpaka milango 8 yote imalize. Na pepo ya juu kabisa aliomba Allah ni al-Firdaus, pepo ya an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alim, au kama qala subhanahu wa ta'ala. Sasa hii pepo ambayo iko juu, pepo ya Firdaus, Mtume anasema saqfuha arshur rahman, dari hili ndo dari hili tunaloliona hapa juu, hii saqfuha arshur rahman, lile dari lake ni arshi ya Allah. Hivyo waliokuwemo kwenye pepo ya Firdausi wakiangalia juu, kama ambavyo mimi na wewe hivi sasa tukitoka nje tunaona mbingu, ule ubulu ule wa mbingu ule, walioko katika Firdaus wakiangalia juu wanaiona arshur rahman subhanahu wa ta'ala, arshur rahman huko juu. Sasa katika mwezi huu wa Rajabu, riwaya zinasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alitolewa na Allah subhanahu wa ta'ala nyumbani kwake, kwenye kitanda chake alikuwa amelala sallallahu alayhi wasallam, akainuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumtoa hapo kumpeleka safari mbili kuu, safari ambazo zinafahamika al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra maana yake ni safari ya mwendo wa usiku, na al-Mi'raj maana yake ni safari ya kupanda kwenda juu. Idhan al-Isra
ni safarun min almasjid alharami ila almasjid alaqsa, ni safari ya kutoka msikiti mtukufu wa Makka kuenda katika msikiti mtukufu ulioko Palestina, Masjid al-Aqsa. Mtume alitolewa pale, safari ambayo watu wanakwenda kwa mwezi, wanarudi kwa mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuonyesha ukubwa mzito sana, akasema katika Qur'an, katika suratu Bani Israil, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ametakasika na kila upungufu yule Mola ambaye amemtoa mja wake Muhammad usiku. Wanasema wanavyuoni, Mwenyezi Mungu ametumia nakira, asra bi'abdihi laylan, amemtoa mja wake usiku, laylan kwa nakira, ili kuonyesha uchache wa huo muda wenyewe. Angelitumia kwa maarifa, asra bi'abdihi layla, ingelituonyesha safari ilikuwa refu usiku mzima. Lakini ametumia sigha, formula ya nakira, ili kutuonyesha ulikuwa ni muda mchache sana. Usiku ulikuwa ushakuwa mkubwa, kwenye masaa 8 masaa 9 huko, akamtoa katika muda huo kabla ya muadhini wa sala ya alfajiri. Mtume kasharudi duniani, anakuja kushuhudia mazingira ya alfajiri akiwa yuko ardhini. Safari wanayokwenda watu kwa mwezi, kurudi kwa mwezi. Hebu ngoja kwanza, tulia, shusha pumzi kwanza hivi. Usije ukasema jamani tupakia. Si maswala ya kupakiwa, ni masala Mwenyezi Mungu anayoeleza kwenye Qur'an. Asra bi'abdihi laylan, amemtoa usiku, min almasjid alharam, kutoka Makka ila almasjid alaqsa, kuelekea masjid alaqsa. Hii safari ilikuwa inachukua mwezi kwenda, mwezi kurudi. Unajua nataka nikwambie nini hapa mpaka hapa tulipofika? Hujui? Ninachotaka kukwambia ni kwamba mambo ya Mungu hayapimi kwa akili ya kibinadamu. Lolote analolieleza Mungu mwenyewe, mimi nimefanya hivi, hata kama akili yako haikubali, ni wajibu kuamini, kwa sababu alieleza ni yeye subhanahu wa ta'ala. Niambie wewe, safari ya kutoka hapa kuenda safari, mathalan unakwenda Bukoba ndani ya Tanzania hiyo, lakini ni safari ya mbali sana. Aje mtu akwambie nimekwenda Bukoba kwa dakika 2, dakika 1 kwenda, dakika 1 kurudi, wakati sisi tunapanda ndege tunatumia madakika na masaa kwenda Bukoba. Yeye anatuambia dakika 1 nimekwenda, dakika 1 nimerudi. Tena sio kwamba kenda kachungulia karudi. Mtume kafika katika msikiti wa Baitul Maqdis, akakutana na anbiya, manabii wote aliyowaumba Allah, akawaswalisha pale. Baada ya kuwaswalisha, alipomaliza kuwaswalisha, ndiyo ikaanza safari kutoka pale kuelekea juu mbinguni. Na hiyo safari wakati anakwenda, kila anapopita anakutana na jambo. Kisa cha Mi'raji kimeeleza mambo mengi katika vitabu. Hapa kakutana na huyu, anasimama kidogo, anamuuliza Jibril, man haula ya Jibril? Jibril anamwambia hawa ni watu fulani fulani fulani, hawa ni watu wenye kula riba, adhabu yao ndo hivi, hawa ni kina fulani, adhabu yao ndo hivi. Safari inaendelea, tusimame kidogo, hawa ni kina fulani, hawa mpaka akafika pahala inda sidratil muntaha, kwenye mkunazi ambao mambo yote ya wanadamu yanayotendeka hivi sasa yanapandishwa, yanakwenda kukusanywa hapo. Jibril anafika pahala hapo, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, rabbuka yunadik, Mola wako anakuita huko. Na huko hawezi kwenda mtu yoyote isipokuwa uende wewe peke yako. Juu huko anamuuliza,
tumetoka pamoja Makka mpaka Baitul Maqdis, tumetoka ardhini mpaka tumevuka mbingu 7 zote. Hapa ndipo pahala wewe unaniacha mimi peke yangu kwenda huko? Hapa ndipo pahala rafiki pa kumwacha rafiki yake? Jibril anamwambia naam. Nuru iliyoumbwa huko juu ni tofauti na nuru tuliyoumbiwa sisi malaika. Mimi nikijaribu kusogea huko nitadhurika sana, lakini wewe amekuchagua Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni siku yako special. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatumia neno hilo wanaojuoni wamelisherehesha kwa vitabu. Neno moja tu, Allah anasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maneno haya, linuriyahu min ayatina, tumemtoa safari yote hiyo kutoka duniani kumpeleka huko juu. Lengo ni moja tu, ili tumuoneshe alama na ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Sasa Allah anataka kukuonesha mambo. Toka hapa nenda zako juu peke yako huko. Allah atakuonesha mambo. Mtume anatoka sallallahu alaihi wasallam na hofu kubwa peke yake, anakwenda juu sallallahu alaihi wasallam. Anakwenda kuzungumza na Allah. Fawqa al-arsh, fawqa 7 samawat. Peke yake anakwenda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Akifika huko Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa zawadi na Allah. Zawadi ndio hizi swala 5 mnazoziona tunaswali, zilifaradhishwa siku hiyo. Akaambiwa Muhammad, leo nakufaradhishia swala 50. Ukirudi ardhini wewe na umati wako mtaanza kuswali swala hizo. Jibril atakuja kukufundisha namna ya kuswali swala hizo, lakini wewe chukua zawadi hii, nenda zako huko. Rasulullah akaipokea swala 50, akazipokea. Akirudi kushuka katika mbingu, katika moja ya wingu anakutana Nabiiullah Musa. Nabii Musa ni mdadisi sana, anamuuliza Muhammad, umepewa nini huko? Mimi najua wewe leo uko ulikokwenda huko juu umepewa mambo makubwa na Allah. Nini amekupa Mola wako? Muhammad anamjibu Nabii Musa, anamwambia Mola wangu amenipa zawadi ya swala 50 mimi na umati wangu. Musa akamwambia, sikiliza, mimi hivi unavyoniona hivi na umbile langu hivi nilivyo, watu wangu walikuwa kama hivi, ni watu wenye maumbile makubwa kama hivi. Na wewe hivyo ninavyokuona umbile lako, bila shaka watu wako ni watu dhaifu sana. Wangu walipewa swala 2 tu, asubuhi na jioni, rakaa 2 tu ziliwashinda. Wako wewe hawatoweza 50. Rudi kwa Mola wako, kamwambie kamuombe akupunguzie. Fi'lan Mtume akarudi, akaenda kwa Allah juu, anapanda juu peke yake. Anarudi anamwambia, nimepunguziwa swala 5 sasa hivi ziko 45. Muhammad, nakwambia labda hujaelewa, nakwambia vipi, wangu alipewa 2, uona naambia 45. Rudi tena. Ikawa kazi ni hiyo, anakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, anarudi, anapanda juu, anarudi, mpaka zikabakia swala 5 hizi ambazo kuswali sasa. Musa anamwambia rudi, hapa nitaka angalau, maana hiyo maana ya maneno, angalau nataka kusikia imebakia 1, mwambie hiyo 1 kidogo angalau wataiweza, lakini 5 nyingi, rudi. Mtume anamwambia Musa, mimi naona haya tena kishapunguziwa sana, rudi Muhammad. Mtume akirudi kwa Allah, Allah akamwambia Muhammad, hizo hazipungui tena, hiya 5 wa hiya 50. Hizo nimezibakisha 5, lakini ujira wake ni vile vile huko kwenye zile 50. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, mtu akifanya wema mmoja mimi namlipa mara 10. Kwa hivyo akiswali swala moja Muislamu kana kwamba ameziswali 10, akiziswali swala 5 kana kwamba ameswali swala zile 50 vile vile. Sizipunguzi hizo 5, idadi hiyo ni shaipanga, imeisha Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi zake chini, akarudi ardhini. Baada ya hapo ndio swala zikaanza kuswaliwa ardhini. Sitaki wewe uondoke na furaha kwenye moyo wako kwamba nimeelezewa kisa leo kwenye hutuba kimenifurahisha. Sitaki hivyo, sitaki hivyo. Ninachotaka uondoke nacho hapa
ni ile pointi ya kwamba mbona wewe ukiambiwa Allah yuko juu ya arshi ndiko aliko, mbona moyo wako uwe mzito kuelewa inakuwaje Allah yuko juu ya arshi, pamoja na kwamba yeye mwenyewe amesema kwenye Qur'ani Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Yeye Allah mwenye jina la Ar-Rahman 'ala al-'arshi, juu ya arshi, istawa, amestawi, ametulizana, yuko juu ya arshi, pamoja na kwamba mwenyewe amesema hivyo. Hili tukio la Isra na Miraji linatuonyesha hivyo. Mtume alikuwa anarudi wapi huko? Akiambiwa na Nabii Musa, rudi nenda kwa Mola wako, anarudi tena, anarudi chini, anarudi tena, anarudi chini. Alikuwa anakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu wapi? Na katika hadithi imekuja wa huwa makanuhu, na huko aliko Allah ndiyo pahala pake alipo. Inakuwaje moyo wa mwanadamu unakataa hivyo, unakataa itikadi hiyo? Tena Muislamu anakataa kabisa, asema inawezekana Mwenyezi Mungu kwa yupo juu ya arshi. Mwenyezi Mungu uko popote. Popote wapi? Popote mpaka chooni, popote mpaka baa wanakolewa na kuzini watu, ndiko aliko Mungu wako huko wewe? Allah fauka al-arsh. Sasa pointi ya msingi hapa ni hii ya kufungia khutba. Wewe unalijadili jambo alilolieleza Allah kwenye Qur'ani kwamba Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, unalijadili kwa akili yako ya kibinadamu. Inawezekana vipi? Kamata hapo hapo kabla hujajadili hilo, my friends. Unajadili kuhusu Allah, tujadili kuhusu binadamu mwenzetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuwaje ametoka Makka kwenda Baitul Maqdis, safari ambayo kwa wakati huo watu wanakwenda kwa mwezi wanarudi kwa mwezi, yeye amekwenda kwa usiku ambao Allah amesifu lailan, yani dakika chache za usiku. Na sio hapo tu, akamtoa hapo akampeleka juu mbinguni mpaka juu ya arshi. Mtume amerudi kabla ya alfajiri, amerudishwa, yuko ardhini tayari. Akili gani ya kibinadamu inayoweza kuelewa muda ulistop vipi, masaa yalikwenda vipi duniani mpaka hayo mambo yakafanyika? Mtume anarudi asubuhi, anawakusanya Makuraish, anawaambia leo usiku huu uliomalizika mimi nimetoka hapa nimekwenda Baitul Maqdis. Wakasema tulikwambieni huyu mwenda wazimu, mkafikiri masahara, njooni msikilizeni huyu. Abu Bakari, wewe njoo, wewe kila anachosema huyu unasema huyu mkweli, msikilize huyu anawazimu. Anasemaje? Katoka Makka. Sisi tuna misafara imekwenda huko, mwezi bado haijafika, na tuisubiri tena mwezi mwingine urudi. Yeye anasema kenda usiku huu tumelala naye hapa Makka, alafu anasema kenda karudi. Huyu na wazimu huyu, kwa sababu akili ya kibinadamu haiwezi kupima nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe akili yako inashindwa kupima safari kama hiyo, na imetokea kweli, utawezaje kudiriki uwezo wa Mwenyezi Mungu? Na vipi Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi yake? Zuia akili yako hapo, uwezi. Basi kitakiwacho kwa mwanadamu, kama anavyoamini kwamba mtume alitoka ardhini kwenda juu mbinguni, vivyo hivyo aamini kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, yudabbiru al-amra, anayapangilia mambo ya ulimwengu. Na hivyo idhafatan ila dhalik, aya nyingi kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hilo. Muda wangu hauniruhusu tena kuendelea, lakini kwenye hii nukta pana maelezo marefu sana ambayo Waislamu wanatakiwa kufafanuliwa juu ya itikadi yao, uwepo wa Mola wao subhanahu wa ta'ala, na juu ya itikadi ya usimamizi na uendeshaji wa mambo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoendesha. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tukikutana tena tutakuja kuelezana mfano wa mambo kama hayo kwa upana wake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.